Katika historia ya Uislamu kuna hadithi nyingi za mabadiliko makubwa na ya ajabu. Leo katika Islamic Book Story tutazungumzia hadithi ya kiongozi maarufu kutoka kabila la Banu Hanifa ambaye amewahi kuwa miongoni mwa maadui wa Uislamu. Lakini hadithi hii si ya vita wala mapigano, bali ni ya msamaha, huruma na mabadiliko ya moyo wa mtu aliyejaa chuki, anayefahamika kwa jina la Thumama ibn Uthali. Kiongozi aliyekutana na huruma ya Mtume, rehma na amani zimwendee, na kubadilika kabisa. Hadithi hii ni ushuhuda wa namna msamaha unavyoweza kubadilisha maisha ya mtu. Basi kaa vizuri na tuanze hadithi ya Thumama ibn Uthali. Katika mwaka wa 6 Hijri, yani toka Mtume atoke Maka kuhamia Madina, Mtume, rehma na amani zimwendee, alikusudia kupanua wigo wa ulinganiaji wake kwa kuandika barua kwenda kwa wafalme wa Arabu na Waajemi, akiwalingania kunako kuingia katika dini ya Uislamu. Miongoni mwa waliopokea barua hii alikuwa ni Thumama ibn Uthali. Si ajabu, kwani Thumama alikuwa ni kiongozi wa Waarabu katika zama za kabla ya Uislamu na bwana mfalme wa Yamama ambaye amri yake haipuuzwi. Thumama alipokea barua ya Mtume, rehma na amani zimwendee, kwa dharau, chuki na kiburi, na hata hivyo alikataa wito huo na alijitolea kumuua Mtume, rehma na amani zimwendee. Kwa hiyo aliendelea kuangalia fursa za kumuondoa Mtume wa Allah. Uhalifu wa kutisha ulikaribia kukamilika, lau si mmoja wa baba zake wakubwa Thumama kumzuia kunako kutekeleza azimio lake hilo baya. Hivyo Allah akamwokoa mtume wake kutokana na uovu huo. Lakini hakuacha kuwashambulia maswahaba wa Mtume, rehma na amani zimwendee, kwani aliendelea kuwavamia mpaka akawaua maswahaba kadhaa vibaya sana. Basi Mtume, rehma na amani zimwendee, akaitangaza na kuihalalisha damu yake kunako kuuliwa, na akawatangazia maswahaba wake. Na hukupita muda mrefu, Thumama ibn Uthali alifunga safari kwenda kufanya ibada ya umra Maka. Aliondoka katika ardhi ya Yamama kuelekea Maka akiwa na matumaini ya kuzunguka Al-Kaaba na kutoa sadaka kwa masanamu yake. Wakati Thumama akiwa njiani karibu na mji wa Madina, alipatwa na msiba ambao hakutarajia kabisa, kwani kikosi cha Mtume ambacho kilikuwa kikizunguka kufanya doria pembezoni na mji wa Madina kilimkamata. Kikosi hicho kilimkamata Thumama ambaye walikuwa hawamfahamu hapo awali kuwa yeye ndio Thumama. Kikosi hicho kilimpeleka Madina na kumfunga kwenye nguzo moja wapo ya msikiti, wakimgoja Mtume, rehma na amani zimwendee, aje amchunguze mtu huyo na atoe hukumu juu yake. Aidha achiliwe huru kama hana shida, na ashikiliwe na apewe adhabu kama ana tatizo lolote. Mtume, rehma na amani zimwendee, alipotoka kwake kuelekea msikitini, alipokaribia kuingia msikitini, alimuona Thumama amefungwa kwenye nguzo moja wapo ya msikiti, na akawauliza maswahaba zake, "Je, mnamfahamu ni nani mliyemkamata na kumfunga kwenye hiyo nguzo?" Wakasema maswahaba zake, "Hatumfahamu ewe Mtume wa Allah." Akawaeleza Mtume, rehma na amani zimwendee, huyo ndio Thumama bin Uthali, na akawaamrisha wamfanyie wema mateka wao. Kisha Mtume, rehma na amani zimwendee, alirudi kwa familia yake na kuwaambia, "Kusanyeni chakula chochote mlicho nacho na mpelekeeni Thumama ibn Uthali." Kisha akaamuru kwamba ngamia wake akamlie maziwa asubuhi na jioni, na apelekea maziwa hayo Thumama kila siku. Hayo yote yalitokea kabla ya Mtume, rehma na amani zimwendee hajakutana naye na kuzungumza naye Thumama kitu chochote kile. Baada ya siku kadhaa kupita, Mtume, rehma na amani zimwendee, akaenda alikofungwa Thumama ili amlinganie taratibu katika dini ya Uislamu. Alipofika akamuuliza, "Kuna kitu gani kinaweza kukuokoa kutoka hapa ewe Thumama?" Akamjibu Thumama ya kwamba, "Ninatarajia ewe Muhammadin utanifanyia kheri tu, na ikiwa utaniua basi utakuwa umemuua mtu aliyemwaga damu za watu wako, na ikiwa utanisamehe utakuwa mtu mwenye kushukuriwa, na ama ukitaka pesa ili uniache huru, omba kiasi chochote kile nitakupatia." Mtume, rehma na amani zimwendee, aliondoka na kumwacha katika hali hiyo kwa muda wa siku 2, akiwa anampelekea chakula na maziwa ya ngamia kila siku. Pindi siku 2 zilipopita, Mtume, rehma na amani zimwendee, alimwendea kwa mara nyingine Thumama na kumuuliza,
una nini ewe Thumama kinachoweza kukutoa hapa? Akasema kumjibu, sina chochote ila nilichokuambia kabla. Basi Mtume rehma na amani zimwendee aliondoka na kumwacha akiwa amefungwa mpaka kesho yake palipopambazuka. Alipomwendea na kumuuliza mara ya 3, una kitu gani kinaweza kukuokoa kutoka hapa ewe Thumama? Akasema kumjibu, nina yale niliyokuambia kabla ya siku ya leo. Kisha Mtume rehma na amani zimwendee akawageukia maswahaba wake na kuwaambia, muachilieni Thumama awe huru. Basi wakamfungulia kutekeleza amri ya Mtume rehma na amani zimwendee na akawa huru. Aliondoka mapema Thumama bin Uthal katika msikiti wa Mtume rehma na amani zimwendee mpaka akafika nje kidogo na mji wa Madina kwenye shamba la mitende karibu na Baqi'. Ndani ya hilo shamba kulikuwa na maji. Akashuka kutoka juu ya kipando chake, akajitwaharisha na kushika udhu vizuri kabisa kwa ajili ya ibada. Kisha akarudi msikitini Madina. Mara tu alipofika alisimama kwenye kundi la Waislamu na kusema, nashuhudia ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja tu, na hakika Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kisha akamgeukia Mtume rehma na amani zimwendee na kumwambia, ewe Muhammadini, na apa kwa Mola wangu mlezi, hapakuwa na uso juu ya uso wa ardhi hii ninaochukia zaidi kuliko uso wako, na ama siku ya leo uso wako na upenda zaidi kuliko nyuso zote katika ardhi hii. Kisha aliendelea kueleza ya kwamba hakuna dini niliyokuwa ninaichukia zaidi kuliko dini yako, lakini sasa dini yako ninaipenda zaidi kuliko dini zote, na hapa kwa Mola wangu mlezi, hakuna mji niliyokuwa ninauchukia zaidi kama mji wako huu wa Madina. Kwa hivyo mji wako huu kwa sasa ninaupenda zaidi kuliko miji yote katika ardhi hii. Kisha akaendelea kusema, hakika mimi nilimwaga damu za maswahaba wako, basi unataka nikufanyie kitu gani kutokana na madhambi yangu niliyoyafanya? Mtume rehma na amani zimwendee akamwambia, hauna kosa lolote ewe Thumama, kwa sababu Uislamu unafuta madhambi yote uliyoyafanya kabla hujasilimu. Na akampa habari njema ya heri aliyemwandikia Mwenyezi Mungu kwa kusilimu kwake, na uso wa Thumama ukajaa furaha tele, na akasema, hakika nitawaudhi washirikina kama nilivyokuwa na wafanyia maswahaba wako. Nitajitolea nafsi yangu na upanga wangu na walio pamoja nami katika dini yako. Kisha akaendelea kusema, ewe Mtume wa Allah, walinichukua watu wako huko njiani, nami nilikuwa naenda Maka kufanya ibada ya umra. Kitu gani unaniamrisha nifanye? Akasema Mtume rehma na amani ziwe juu yake, nenda ukafanye ibada ya umra, lakini kwa mujibu wa sheria za Allah, na akamfundisha taratibu za ibada hiyo. Thumama aliendelea na safari yake mpaka akafika Maka. Alisimama akiwa anatoa sauti kubwa iliyosema, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka. Hayo ni maneno matukufu ambayo kila mtu anayeenda kufanya ibada ya hija inamlazimu ayaseme kwa sauti. Thumama ndio Muislamu wa kwanza duniani kuingia Maka kwa kipindi hicho akiwa anatamka talbia. Makuraishi waliposikia sauti ya talbia, hivyo waliinuka kwa hasira na woga, wakachomoa panga zao kwenye ala zake na wakaelekea kufata sauti inakosikika ili wamuue aliyevamia mji wao. Makuraishi walipomkaribia Thumama, aliongeza sauti yake maradufu zaidi kwa kutoa talbia akiwa anawatazama kwa kiburi. Kijana mmoja wa Makuraishi alitaka kumuua kwa mshale, lakini wakamshika mkono na kumwambia, ole wako, unamjua huyo ni nani? Hawakutaka majibu kutoka kwake, kwani alikuwa hamfahamu mtu yule. Wakafatisha maneno kumwambia kijana wao, huyo ni Thumama bin Uthal, mfalme wa Yamama, na ikiwa utamdhuru watu wake watatukatia chakula na kutuua kwa njaa. Kisha Makuraishi wakaenda umemwelekea Thumama baada ya kuwa wamerejesha panga zao kwenye ala zake na kumuuliza ya kwamba, una shida gani ewe Thumama? Umekutwa na nini mpaka umeacha dini ya baba zako? Akasema kuwajibu, sijapatwa na kitu chochote kile, bali nimefuata dini bora kabisa. Nimefuata dini ya Muhammad ni rehma na amani zimwendee, na hapa kwa Mola wa nyumba hii tukufu, yani Al-Kaaba. Baada ya kurejea nyumbani kwangu ya mama, hakuna hata punje moja ya chakula ambayo itatoka kwangu kuja kwenu. Thumama bin Uthal alifanya ibada ya umra mbele ya Makuraishi wakiwa wanamtazama kama alivyomfundisha Mtume rehma na amani zimwendee,
na alichinja kichinjwa ili ajikurubishe kwa Allah na si kwa masanamu ambao waliokuwa wanajikurubisha kwayo Makuraish. Na alipotimiza ibada hiyo, Thumama alirudi kwake Yamama, akawaamrisha watu wake wazuie chakula kutoka kwenda kwa Makuraish. Wakati amri yake, wakazuia mali zao, vyakula na vinginevyo. Hali mbaya ilizidi kuongezeka kwa Makuraish siku baada ya siku, na mfumuko wa bei wa vitu ukapanda, na njaa ikaendelea kuwatafuna watu wa Maka, na dhiki ikaongezeka zaidi, hadi wakahofia nafsi zao na watoto wao kwamba wangekufa kwa njaa. Kisha wakamwandikia Mtume, rehma na amani ziwe juu yake, barua, wakiwa wanaeleza ndani ya hiyo barua, hakika mkataba na makubaliano yetu na wewe Muhammadi ni kudumisha uhusiano wa kindugu na kuwahimiza wengine kufanya hivyo, na wala si kukatisha mafungamano yetu ya ujamaa. Uliwaua baba zetu kwa upanga na unataka kuwaua watoto wao kwa njaa, na Thumama bin Uthali amekatisha na kutuzuilia chakula chetu na kutudhuru. Basi ukiona inafaa kumwandikia barua ili umwamuru aendelee kutuletea tunayostahili na kuhitaji, basi fanya hivyo. Basi Mtume, rehma na amani zimwendee, akaandika barua ikimwamuru Thumama aendelee kuwapelekea mahitaji Makuraish waliokuwa wanayapata hapo awali. Thumama bin Uthali aliendelea kuwa mwaminifu na dini yake muda wote alipokuwa hai, akiwa amehifadhi ahadi ya mtume wake mpaka mtume alipofariki, rehma na amani zimwendee. Na wakaanza Waarabu kutoka katika dini ya Allah makundi kwa makundi, mmoja baada ya mwingine. Alisimama Musailamatul Kadhab katika kabila la Banu Hanifa akiwalingania kunako kumwamini yeye ni mtume. Kisha Thumama bin Uthali alisema mbele yake na kuwaambia watu wake, enyi wana wa kabila la Banu Hanifa, jihadharini na huyo mtu mwongo, kwani jambo lake ni kama giza, halina mwangaza ndani yake. Huo ni upotovu mkubwa sana kwa mwenye kuufata, na ni mtihani kwa mwenye kuuacha. Enyi wana wa Banu Hanifa, mitume wawili hawezi kuja pamoja kwa wakati mmoja, na Muhammad ni mtume wa Allah. Hakuna mtume anayekuja baada yake, kwani yeye ndiye mtume wa mwisho. Kisha akawasomea maneno ya Allah matukufu baada ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Hamim, tanzilul kitabi min Allahil azizil alim, ghafiri dhanbi wa qabili tawbi, shadidil inqabi, dhit tawli, la ilaha illa huwa ilayhil masir. Hamim, uteremsho wa kitabu ambacho ni Qur'ani kutoka kwa Mola wako mlezi, mwenye nguvu, mjuzi, mwenye kusamehe madhambi, mwenye kupokea toba, mkali wa kuadhibu, mwenye fadhila, anayestahili kuabudiwa kwa haki ila yeye, kwake yeye ndiyo mtarejea. Kisha akasema Thumama, yako wapi maneno ya Allah katika haya maneno ya uongo ya Musailamatul Kadhab? Eti wewe chura, linda kile ulicho nacho na yakini nacho, wala usifurahie kinywaji hicho, wala usifiche maji. Hayo ni maneno ya uongo ya Musailamatul Kadhab ambayo aliyokuwa anawaeleza watu wake ili wamwamini kuwa yeye ni mtume. Kisha aliungana Thumama bin Uthali na watu wake waliobaki katika Uislamu, na akaendelea kupigana na walioritadi kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah na kulinyanyua neno lake, yani Qur'ani, katika ardhi. Allah amlipe Thumama malipo makubwa na mazuri kwa jitihada zake katika kuipigania dini hii tukufu. Hii ndio historia fupi ya Thumama bin Uthali. Tunapata mafunzo muhimu katika hadithi hii. Moja, nguvu ya tabia njema. Upole wa mtume ulimvuta Thumama kutoka uadui hadi akawa na imani thabiti. 2, Uislamu unafuta makosa ya madhambi. 3, uongozi wa kweli. Thumama aliongoza kwa mfano wa kujitolea katika dini na jamii yake.